Okay guys, siku hizi mbili Diamond Platnumz amekuwa Uganda kwa ajili ya performance ya concert ambayo ni concert ya Koffi, inaitwa Koffi concert I think, kama nimeikumbuka vizuri ama nimetamka vizuri, huko nchini Uganda. Na imeonekana kwamba Diamond Platnumz amelipwa kiasi cha zaidi ya milioni 600 shilingi za Kitanzania. Sasa hilo limekuwa pia na mjadala mkubwa, limekuwa na mambo mengi, discussion nyingi huko nchini Uganda, mpaka alipojitokeza kuna msanii mmoja mchanga ambaye actually sisi hatumfahamu. Inawezekana huko kwao ni msanii wa hapa na pale, lakini sisi hatumfahamu, ambaye alilaumu kwamba kwa nini alilipwa yeye kiasi kidogo cha pesa ambacho ni chini ya dola 1000 na Diamond Platnumz akalipwa pesa nyingi ambazo ni zaidi ya milioni 700 za kwao, lakini kwetu kuna zaidi ya milioni 600. Na vyombo vya habari vingine vingi vilijadili hivyo kitu. Sasa hiyo sisi kwetu sio mjadala, kwa sababu Diamond Platnumz anastahili na ana deserve kulipwa hela nyingi na zaidi ya hizo, kwa sababu pia ishalipwa hela nyingi zaidi ya hizo. Kwa hiyo hatuwezi kulilai tena kwenye mjadala wa huyo. Lakini pamoja na hayo yote na huo mjadala, mimi nipo kwenye hoja moja ambayo huwa naileta kwenu kutoka kwa wasanii ambao wanakuwa hawana uelewa na kitu fulani. Kwenye hili nipo kwenye swala la Diamond Platnumz kutokuwa na uelewa juu ya swala la copyright, I mean music copyrights, sheria za haki miliki za kazi za muziki. Kabla sijaenda mbali kuhusiana na hii swala la Diamond Platnumz kuonekana pengine na hisi kwamba nakosa maarifa hayo ya masuala ya copyrights, nianzie kwenye hadithi ambayo ndo itatupeleka huko, ambapo nitaongelea hilo swala la copyright ambayo nasema kwamba Diamond Platnumz huenda nakosa hayo maarifa ama uelewa juu ya masuala ya haki miliki katika muziki. Ni kwamba Diamond alipokuwa akiperform kwenye hiyo show yake, akatoa story ya kwamba alikuwa na mpango wa kufanya kazi na Jose Chameleone. Kama ambavyo tunafahamu kwamba Jose Chameleone ni legend mkubwa kabisa wa East Africa, sio tu Uganda. Wote tunajua hilo, alipingiki na tunamjua kabisa. Kwa hiyo akasema alikuwa na mpango huo, lakini kilichokwamisha ni masuala ya ugonjwa wa Chameleone ndio kilichokwamisha hicho kitu. Lakini nimesikitika kusikia hivyo kwa sababu Chameleone alipokuja Tanzania alikutana na Professor Jay na aliongea mengi, kusema alikuwa akiwasiliana na Professor Jay tangu akiwa Marekani huko kwenye matibabu yake alipokuwa Marekani, na mambo mengine mengi. Kabla ya kukutana na Professor Jay aliongea mbele na vyombo vya habari, walimuuliza maswali mbalimbali na vitu kama hivyo, lakini hakuna sehemu yoyote ambapo Chameleone alimrefer Diamond Platnumz kwamba pia alikuwa anawasiliana naye. Sio mambo ya kazi, hata tunaongelea hapa masuala ya ugonjwa wake alipokuwa akiugua, kwamba watu wake wa karibu ambao akiwasiliana nao na watu ambao walikuwa kimfariji ama kumtembelea hospitali, Diamond Platnumz hakuwepo. Lakini kikubwa zaidi ama cha kujiuliza zaidi ni kwamba wakati Chameleone yuko hapa, hakuna picha wala video yoyote ambayo tuliona pengine Diamond Platnumz kama alikuwa yuko ni mtu ambaye anampenda msanii Chameleone kwamba kuenda kuonana naye, kwa sababu Diamond ni msanii mkubwa, angepiga simu moja tu kwa Chameleone kwamba kaka nataka kukuona kwa sababu umekuja hapa, sikupata nafasi ya kuja kukuona Marekani, nataka nije nikupe tu hata mkono wa kusema pole na kuugua na vitu kama hivyo. Hakuna picha, hakuna video, hakuna story. Sasa alipokuwa kiperform akasema hiyo story ya kwamba alikuwa na lengo la kufanya naye collabo na kilichokwamisha ilikuwa ni ugonjwa. That's for me, niliona kwamba ni kitu tu cha ajabu, ni kwa sababu alikuwa anataka kuwini kile issue inaitwa mass support, kwa sababu anajua kabisa audience iliyohudhuria pale inamfahamu vizuri Chameleone. Kwa hiyo akimuongelea Chameleone kuna legitimacy fulani anaipata, yani uhalali fulani anaupata na support fulani. And kutoka hapo sasa ndio ikampelekea Diamond akiwa anaendelea na show yake kuperform wimbo wa Barubaru wa Valuvalu wa Jose Chameleone. Sasa naposema kwamba huenda amekosa washauri wa karibu, sina uhakika
kwamba pengine kama aliomba kibali ni sawa, ama kama alitoa taarifa ni sawa. Kwa sababu nimesemea hili kwa sababu limetokea mara kadhaa na linaendelea kutokea hapa Tanzania. Kuna wasanii ambao wamekuwa huru tu, wanatumia nyimbo za wasanii wengine bila vibali vya hao wasanii wengine kutoa, ama ruhusa za hao wasanii wengine kutoa, ama makubaliano ya aina yoyote. Sasa kwa sheria ya haki miliki ya muziki ni kwamba ni kosa kisheria kuperform wimbo wa msanii mwingine, kudistribute wimbo wa msanii mwingine, kupublish wimbo wa msanii mwingine bila kibali chake ama bila ridhaa yake, kwa malengo ya kujinufaisha wewe ama kutumia kibiashara. Kama hiyo performance ambayo Diamond Platnumz alikuwa na perform ni performance ya bure, labda ni masuala ya kuhamasisha charity, labda fundraising, ama watoto yatima, ama ni nini, inaweza kunaweza kusiwe na shida kabisa kwa mujibu wa sheria za haki miliki ama copyrights. Lakini inafahamika kwamba aliyekwenda kuperform ni show ambayo kila msanii alikwenda pale alikuwa booked na alilipwa pesa kwa ajili ya kuperform ile show. Alafu then una perform kwenye hiyo audience ambayo wewe umelipwa pesa, una perform wimbo wa msanii. So kisheria inaweza kukutafuna, na msanii mwingine yoyote akiwa na roho mbaya anaweza akaenda front na akakuchukulia hatua na akakushtaki, na mwisho wa siku ukaishia kulipa pesa kwa sababu zozote ambazo hazikuwa na ulazima wa kufanya hivyo. So I think from here wasanii wengi wa Tanzania natakiwa wajifunze kitu kwamba swala la copyright na kuliogopa sana sana sana. Kwa sababu anaweza akaja Chameleone akasema kwamba mimi natakiwa kulipa milioni labda 50 ama 100 kwa kitendo cha kuperform wimbo wake bila kibali cha aina yoyote, bila makubaliano ya aina yoyote. Sababu za wewe kumpenda msanii, wewe kumappreciate msanii sio sababu zinazotosha kisheria kusema kwamba inakupa wewe idhini ya kutumia wimbo wa msanii bila msanii yeye mwenyewe kuamua ama kukupa hicho kibali ama ruksa hiyo. Kwa hiyo wasanii wa Tanzania inatakiwa wajifunze kwenye jambo hili.